Wakurdi wameanza mashambulizi dhidi ya Iran na Azerbaijan imekusanya wanajeshi mpakani. Hali inayoizunguka Iran inazidi kuwa mbaya. Vikosi vya Wakurdi vimeanza mashambulizi ya ardhini vikifanya kazi kutoka eneo la Iraq. Mwandishi wa habari wa i24 News aliripoti hili haraka akimnukuu afisa wa Kikurdi asiyejulikana. Kulingana na chanzo hicho, maelfu ya wapiganaji wamekuwa wakichukua nafasi tangu mwanzoni mwa Machi na sasa wanazidi kusonga mbele katika eneo la Iran. Afisa wa CPFIKI au muungano wa vikosi vya kisiasa vya Kurdistan ya Iran alithibitisha kwamba vikosi vya Kikurdi vyenye makao yake Iraq vilianza operesheni za kijeshi dhidi ya nafasi za utawala wa Iran. Njia za ujasusi za Magharibi, ikiwa ni pamoja na CIA, zinaripotiwa kudumisha mawasiliano na viongozi wa Kikurdi ili kuchunguza shughuli zinazowezekana za kupinga utawala. Waangalizi wa kimataifa wameandika shughuli zilizoongezeka za mashirika ya Kikurdi ya Iran katika miezi ya hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na mashambulizi dhidi ya malengo ya walinzi wa mapinduzi na mashambulizi ya kulipiza kisasi ya makombora na ndege zisizo na rubani huko Kurdistan ya Iraq. Uthibitisho huru wa ukubwa wa operesheni hii inayodaiwa ya ardhini bado haujakamilika. Wachambuzi wanaonya kwamba shambulio la ardhini la Wakurdi lililoratibiwa linaweza kuunda kambi ya tatu dhidi ya utawala wa Iran na kuongeza kwa kiasi kikubwa hatari ya kuongezeka kwa kikanda. Mashambulizi ya kukabiliana na Iran huko Kurdistan ya Iraq pamoja na kuhusika na Uturuki bado kunawezekana. Wakati huo huo, The Atlantic pia iliripoti kuhusu mkusanyiko wa vitengo vya Kikurdi karibu na mpaka wa Iran. Makala ya chapisho hilo ilitaja hatari kubwa ya mashambulizi makubwa ya ardhini. Vikosi kadhaa vya kisiasa vya Kikurdi hapo awali vilikuwa vimeungana katika muungano mmoja, kila kimoja kikiwa na vitengo vyake vyenye silaha. Vyote vilijikita katika Kurdistan ya Iraki na vilikuwa vikijiandaa kwa awamu hai ya operation kwa muda. Kutokana na hali hii, CNN iliripoti jana kwamba operesheni hiyo inaweza kupokea usaidizi kutoka Marekani na Israeli. Kulingana na vyanzo vya kituo hicho, hii inaweza kujumuisha ufadhili wa vitengo vya Kikurdi na usaidizi wa moja kwa moja wa kijeshi. Baadhi ya wachambuzi wa vyombo vya habari vya Magharibi walionya kwamba maendeleo kama hayo hayangeweza tu kudhoofisha utawala wa Iran, lakini pia kusababisha athari ya msururuo wa migogoro ya kikabala ndani ya nchi. Wakati huo huo, mvutano pia unaongezeka kwenye mipaka ya kaskazini. Kulingana na chanzo huru, Gazetchi, Azerbaijan imeweka vikosi vyake katika utayari mkubwa wa mapigano na kuongeza uwepo wake kwenye mpaka na Iran. Kuna ripoti za likizo za kijeshi kufutua na mifumo ya kukabiliana na ndege zisizo na rubani kupelekwa. Hata hivyo, hakuna taarifa kuhusu vikosi vya Azerbaijan vinavyosonga mbele katika eneo la Iran. Jitihada yoyote ya Marekani kuwasaidia Wakurdi kuanzisha uvamizi nchini Iran au aina yoyote ya uasi huko itakuwa mabadiliko ya kushangaza katika vita. Ikiwa kubwa vya kutosha, uvamizi huo unaweza kulazimisha vikosi vya jeshi la Iran kujibu na kuruhusu ndege za Marekani au Israeli kuwalenga. Marekani ina historia ndefu ya kufanya kazi na vikosi vya wanamigambo wa Kikurdi nchini Iraq na Syria. Lakini Amerika pia ina sifa ya kuwaacha Wakurdi, kundi la kikabila linaloenea katika sehemu za Uturuki, Syria, Iraq na Iran. Baada ya vita ya Gulf ya kwanza ya 1991, Marekani ilihimiza uasi wa Wakurdi nchini Iraq, lakini kisha ikasimama huku jeshi la Iraki likiua wanajeshi wa Kikurdi. NB, picha hii hapa imetengenezwa na AI ambayo ilitumika kwa madhumuni ya vielelezo tu.